Karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili, mahali pa hadithi za kusisimua zenye mafunzo mazito kwa familia nzima. Lakini kabla hatujaanza, hebu jiulize swali moja. Ushawahi kupata mgeni anayekuja nyumbani kwako, halafu ghafla anaanza kuishi kama yeye ndiye mwenye nyumba? Kama bado, basi jiandae, kwa sababu leo utakutana na mgeni wa aina hiyo. Bonyeza subscribe, gonga like na andika kwenye comments. Niko tayari kwa hadithi, ili tuanze safari hii ya kusisimua. Kulikuwa na kijiji tulivu pembezoni mwa msitu, mahali ambapo upepo ulivuma taratibu ukipuliza majani na ndege walikuwa wakipiga kelele za furaha kila asubuhi. Ndani ya kijiji hicho aliishi Sungura, mnyama mdogo lakini mwenye akili nyingi sana. Sungura aliishi na mke wake katika nyumba yao ndogo lakini yenye upendo, heshima na amani. Siku moja jioni, baada ya kazi ndefu ya shambani, Sungura alirudi nyumbani akiwa amechoka lakini mwenye furaha. Alipokaribia mlango, harufu tamu ya pilau ilimpiga puani. Alisimama kidogo, akavuta pumzi ndefu, kisha akatabasamu. Hii ndiyo zawadi ya jasho la mchana mzima, alisema kwa sauti ya kuridhika. Ndani mke wake alikuwa jikoni akichochea sufuria huku akitabasamu. Mume wangu, leo tumepika pilau maalum, ni siku ya kusherehekea juhudi zetu. Wote wawili walikaa mezani tayari kufurahia chakula chao kwa utulivu, lakini ghafla, gong, gong, gong. Mlango ulitikisika kwa kishindo kikubwa kiasi kwamba vikombe vilirukaruka mezani. Sungura alishtuka. Hodi gani hiyo ya kuvunja mlango namna hiyo? Alisimama polepole akaenda kufungua mlango, na kabla hajasema neno, kicheko kizito kilisikika. Alikuwa ni Fisi. Hujambo binamu, hujambo shemeji, Fisi alisema kwa sauti kubwa huku akiingia ndani bila hata kualikwa rasmi. Nilikuwa napita tu, nikasikia harufu ya pilau, nikasema hapana, siwezi kupita bila kusalimia. Sungura alijaribu kutabasamu kwa heshima, ingawa ndani ya moyo wake alishangaa sana. Karibu, lakini hilo gunia kubwa unalobeba ni la nini? Fisi alitupa chini kwa kishindo. Hili ni vitu vidogo tu, nguo zangu. Unajua, mgeni wa kweli huwa haji kwa siku moja tu, lazima akae kidogo, tufahamiane vizuri. Bila kusubiri jibu, Fisi alikaa mezani na kuanza kula pilau kwa pupa. Munch, munch, gulp. Hakusubiri wengine, hakusema asante. Hakujali hata watoto wa Sungura waliokuwa wakimtazama kwa mshangao. Ndani ya dakika chache tu, chakula kilikuwa kimeisha. Usiku ule, Sungura na familia yake walilala na njaa, lakini waliinuka kimya kimya kwa sababu waliheshimu mgeni. Lakini siku iliyofuata mambo yalizidi kuwa mabaya. Fisi aliamka akiwa hana haraka. Alijilaza katikati ya sebule, akanyoosha miguu, kisha akaanza kukoroma kwa nguvu sana. Zzz. Nyumba nzima ilitetemeka. Watoto walishindwa kulala. Mke wa Sungura alishika kichwa chake kwa hasira, lakini Sungura aliendelea kuvumilia. Siku ya pili ilipofika, Sungura alijaribu kusema kwa upole, binamu Fisi, samahani kidogo, watoto wanashindwa kulala kutokana na kukoroma kwako, na pia umeinkwenye akiba ya chakula bila ruhusa. Fisi alicheka. Binamu, usijali sana, nyumba ya ndugu ni moja, haya mambo ni ya kawaida. Halafu nimewaalika marafiki zangu 3 mbwa mwitu, watakuja kesho tufanye karamu kubwa. Sasa hapo ndipo moyo wa Sungura ulianza kujaa. Marafiki tena 3? Alijiuliza kimoyomoyo. Alitazama nyumba yake, chakula kinapungua, watoto hawana amani, na sasa wageni wengine wanakaribia kuja. Hapo Sungura alijua, kama hatachukua hatua, nyumba yake itageuka kuwa kambi ya wavamizi. Lakini Sungura hakutumia nguvu, alitumia akili. Usiku ulipofika, alijifanya ana wasiwasi mkubwa. Alikimbia hadi alipokuwa amelala Fisi. Binamu Fisi, amka haraka. Fisi aligeuka upande mwingine. Nini tena? Kuna chakula kingine? Sungura alisema kwa sauti ya kutetemeka. Hapana, kuna jambo baya sana. Nimepata taarifa kuwa Simba anakuja hapa leo jioni. Fisi aliketi ghafla. Simba? Ndiyo, Sungura akaendelea. Amesikia kuwa kuna mgeni mnono sana mwenye nyama tamu amekuja hapa. Amesema hatakosa nafasi hiyo. Fisi alianza kutetemeka. Kwani huyo mgeni ni nani? Sungura alimtazama moja kwa moja. Wewe binamu. Kimya kilitanda. Halafu ghafla, pata. Fisi aliruka, akachukua gunia lake, akakimbilia mlangoni. Binamu, nitarudi siku nyingine. Salamu kwa shemeji. Mimi siwezi kungoja Simba. Hapana, siwezi. Na kabla hata hawajamjibu, alikuwa ametoweka gizani. Nyumba ilibaki kimya. Sungura aliangalia familia yake, kisha akaanza kucheka polepole. Mke wake pia akacheka. Watoto wakashangilia. Amani ilikuwa imerudi tena nyumbani. Na hapo ndipo tunajifunza jambo muhimu sana. Ukarimu ni jambo jema, lakini mipaka ni muhimu zaidi. Mgeni ni baraka, lakini mgeni asiyekuwa na heshima anaweza kugeuka kuwa mzigo. Wahenga walisema, mgeni njoo, mwenyeji apone, lakini pia usisahau, mgeni akizidi, mwenyeji huumia.
Asante sana kwa kusikiliza hadithi hii ya Tunu za Kiswahili. Kama umeifurahia usisahau like, subscribe na acha maoni yako. Ungefanya nini kama ungekuwa sungura? Tutakutana tena kwenye simulizi nyingine yenye mafunzo na msisimko zaidi.